Karibu, hii ni Tanganyika TV pamoja na Tanganyika FM. Karibu kwenye habari kuhusu mzozo unaoendelea huko mashariki mwa DRC kati ya jeshi la serikali na vikosi vya waasi wa M23. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wameanza mazungumzo ya amani nchini Qatar baada ya siku kadhaa za machafuko. Kundi la M23 limejiondoa katika mji wa Walikale na mazungumzo yataendelea wiki ijayo. Ujumbe kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ulifanya mazungumzo mapya na waasi wa M23 nchini Qatar wiki iliyopita ili kumaliza mapigano mashariki mwa nchi hiyo. Chanzo kinachofahamu majadiliano hayo kimeambia mashirika ya habari ya Reuters pamoja na AFP siku ya Jumamosi. Pande zote mbili bado hazijatoa maoni yoyote kuhusu mazungumzo hayo. Duru ya kwanza ya mazungumzo ambayo yalifanyika mwishoni mwa mwezi Machi ilielezewa kama chanya na chanzo kilicho karibu na majadiliano. Mkutano huo ulifanyika katika faragha ya mazungumzo yanatarajiwa kuendelea mjini Doha Aprili 9. Majadiliano zaidi sasa yanatarajiwa Doha, tena na upatanishi wa Qatar ili kudumisha kasi na kutafuta suluhu zenye kujenga na kumaliza mzozo huo kwa amani. Chanzo kimeliambia shirika la habari la AFP. Siku ya Alhamisi jeshi la Kongo lilitangaza kuwaondoa waasi katika kitovu cha uchimbaji madini cha Walikale kama ilivyokubaliwa wakati wa mazungumzo ya mwezi Machi. Awali waliwashutumu M23 kwa kutoheshimu ahadi yake. Walikale ndio eneo la magharibi zaidi ambapo M23 imefika. Utata wa mzozo wa mashariki mwa Kongo uliotokana na matokeo ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 na ushindani wa rasilimali za madini nchini Rwanda unatatiza zaidi juhudi za upatanishi. DRC ina akiba kubwa ya lithium, cobalt na madini mengine haswa mashariki. Hii ilizua uasi na mapigano kadhaa kwa udhibiti wa eneo hilo. Kundi la waasi la M23 linaloongozwa na watu kutoka jamii ya Watusi lilianzishwa mwaka 2012 na linasalia kuwa moja ya makundi yenye nguvu zaidi katika eneo hilo. Rwanda imeshutumiwa kwa kuunga mkono kundi la M23, madai ambayo nchi hiyo imekuwa ikikanusha kila mara. Machafuko nchini Kongo pia yameenea katika kanda nzima, huku Uganda na Burundi zikiwa na wanajeshi nchini humo. Rwanda inaadhimisha kumbukumbu ya miaka 31 ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 yaliyopelekea mauaji ya watu takriban 800,000 katika muda wa siku 100. Siku 100 za huzuni ambapo kiza bado kinatanda katika nchi hii ya maziwa makuu ya Afrika licha ya kazi ya maridhiano isiyo na mwisho. Sherehe rasmi zinaanza Aprili 7, siku ya mauaji ya kwanza ya kile kilichokuwa mauaji ya mwisho wa halaiki katika karne ya 20 na kusababisha vifo vya watu 800,000 haswa miongoni mwa Watusi walio wachache, lakini pia Wahutu wenye msimamo wa wastani. Kwa kila mwaka Rais Paul Kagame, kiongozi wa Rwanda RPF, ambaye alipindua utawala wa Kihutu wa mauaji ya halaiki mnamo mwezi Julai 1994 na amekuwa shujaa wa nchi hiyo tangu wakati huo, atawasha mwali wa ukumbusho kwenye kumbukumbu ya Gisozi mjini Kigali. Mauaji ya majira ya kuchipua 1994 yalichochewa siku moja baada ya shambulio la ndege ya rais wa Kihutu Juvenal Habyarimana katika hali ya chuki iliyochochewa na propaganda mbaya dhidi ya Watusi. Kwa muda wa miezi mitatu jeshi, wanamgambo na Interahamwe na pia raia wa kawaida walioua kwa bunduki, mapanga au marungu Watusi walioitwa Inyezi Mende kwa lugha ya Kinyarwanda, lakini pia wapinzani wa Kihutu. Mauaji hao yaliisha wakati waasi wa Watusi wa RPF walipoteka Kigali mnamo Julai 4 na kusababisha mamia ya maelfu ya Wahutu waliokuwa na hofu kuhama kwenda Zaire ambayo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miaka 30 baadaye, makaburi ya halaiki yanaendelea kufukuliwa. Jumuiya ya kimataifa ilikosolewa vikali kwa kutochukua hatua
na Umoja wa Mataifa kwa kuondoa vikosi vyake baada ya ghasia za kwanza. Kwa miaka 30 Rwanda imekuwa ikifanya kazi ya upatanisho, hasa kwa kuundwa mwaka 2002 kwa mahakama za kijamii Gasaka, ambapo waathiriwa wanaweza kusikiliza maungamo ya wauaji. Kadi za utambulisho hazihitaji tena ukabila, na historia ya mauaji halaiki inafunzwa katika mtaala unaodhibitiwa vilivyo. Leo 70% ya watu milioni 13 wa Rwanda wana umri wa miaka 30 au chini. Bila kusahau yaliyopita, wanakusudia kujikomboa kutoka katika uzito wa mauaji ya kimbali ambayo hawakushuhudia. Vyombo vya sheria pia vilichukua jukumu kubwa, lakini kulingana na Kigali, mamia ya watu wanaoshukiwa kushiriki katika mauaji ya halaiki bado wako huru, haswa katika nchi jirani kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Hata hivyo, uhusiano haujatulia na DRC ambayo kulingana na ofisi ya mwendesha mashtaka wa Rwanda inahifadhi idadi kubwa ya washukiwa waliokimbia, ambapo ni takriban watu 408. Shutuma za pande zote za uvunjifu wa amani zimekuwa za mara kwa mara tangu kumalizika kwa mauaji ya kimbari. RPF, chama cha Kagame, ilishutumiwa kwa kuua makumi ya maelfu ya watu nchini Zaire, ambayo ni DRC ya sasa, kwa kuwasaka wahusika wa mauaji ya halaiki. Mvutano umeongezeka kwa kasi tangu mashambulizi ya M23, ambapo waasi wengi wao kutoka jamii ya Watusi mwishoni mwa mwaka 2021 mashariki mwa DRC. Kinshasa pamoja na Umoja wa Mataifa, Marekani na nchi kadhaa za magharibi zinaishutumu Kigali kwa kuwaunga mkono waasi hao. Kigali inakanusha kuhusika na inashutumu DRC kwa kuunga mkono kundi la Democratic Forces for Liberation of Rwanda FDLR, kundi lenye Wahutu wengi lililoundwa na maafisa wakuu wa zamani wa mauaji ya halaiki. Takribani watu 30 wamefariki dunia kutokana na mafuriko huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa afya wa mkoa huo wametangaza siku ya Jumapili, huku mvua kubwa iliyonyesha mwishoni mwa juma ikiharibu nyumba na barabara. Idadi hii ni ya muda, lakini kwa sasa tunahesabu takribani vifo 30. Patrician Gongo Abakazi ameliambia shirika la habari la Reuters. Mto Ndigiri ambao umepita sehemu ya jiji la takribani watu milioni 17 ulipasua kingo zake siku ya Ijumaa jioni na kuziba barabara kuu ya taifa na kuwaacha waendeshaji wa magari wakiwa wamekwama tangu Jumamosi usiku. Jana usiku tukiwa tunarudi kutoka uwanja wa ndege kukutana na rafiki yetu, tulilala kwenye gari kwa sababu hapakuwa na sehemu salama ya kuegesha gari, ameweka wazi mkazi mmoja wa Kinshasa, Patricia Mikonga. Vitongoji kadhaa havikuwa na umeme. Kalene Yala, mkazi wa Makara wilayani humo, amesema tatizo kubwa katika eneo hilo ni kukatika kwa maji. Gavana mkoa wa Kinshasa Daniel Bumba Lubaki alisema miundo ya msingi ya maji imeathirika, lakini vifaa vitarejeshwa ndani ya siku 2 au 3. Katika hotuba yake kwenye televisheni, alilaumu vifo vingine kutokana na makazi haramu ya kutishia kuwafurusha wakazi wa vitongoji visivyo na maendeleo. Daktari Lafairi Tishmanga Mwamba, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya maji, amesema mto huo umeathiriwa na shughuli za kibinadamu kwa muda mrefu. Haya ni matendo ya binadamu ambayo yanaharibu mikondo ya maji. Vipimo vyao havionyeshi tena uwezo wao wa awali wa kuzuia mafuriko, amesema. Mafuriko hayo yanakuja wakati muhimu kwa nchi hii ya Afrika ya Kati, ambapo waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamezidisha mashambulizi yao mashariki mwa nchi tangu mwanzoni mwa mwaka na kuua zaidi ya watu 7,000 katika miezi miwili ya kwanza ya mapigano katika mwaka huu. Rais wa Togo amedokezwa kuanza tena upatanishi kati ya DRC na Rwanda. Uamuzi uliotangazwa tarehe 5 mwezi Aprili 2025 na Joao Lourenco, rais wa Angola na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika AU, wakati wa mkutano wa mtandaoni wa ofisi ya shirika hilo. Joao Lourenco, ambaye alikuwa ameshikilia wadhifa huu kwa miaka 2, alithibitisha kujiondoa kwake na akataka kuendelezwa kwa mazungumzo kati ya Kinshasa na Kigali.
Huko Kinshasa, walio wengi wanakaribisha hatua hiyo, wakati upinzani unaonyesha kutoridhishwa kwake. Kambi ya walio wengi wanakaribisha hatua ya rais wa Angola na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU aliyekuwa mwezeshaji kati ya DRC na Rwanda kuhusu mgogoro mashariki mwa DRC bila ukosoaji wa wazi. Lambert Mende, mbunge na mjumbe wa muungano wa jukwaa tawala, anaeleza kuwa kambi yake haina haja dhidi ya uteuzi wa rais wa Togo. Amesema tunapoingia katika hali ya kupinga wasuluhishi, tuna hatari ya kuondokana na mgogoro. Kila nchi ina changamoto zake. Angola kwa mfano ilikumbwa na vita vya kutisha vya wenyewe kwa wenyewe. Sio sisi kusema kuwa kama Rais Gnassingbé aliweza kutupatanisha pande hasimu katika nchi yake. Leo kinachohitajika ni kuwezesha kuzungumza na Rwanda, nchi iliyovamia nchi yetu. Kunahitajika msuluhishi. Je, Farouk Gnassingbé ni sahihi? Rais wetu ataamua na atatuambia. Katika upinzani majibu yanapimwa zaidi. Claude Andrew Rubaya, mpinzani na mwanachama wa mfumo wa ushauri wa vikosi vya kisiasa na kijamii, jina la Farouk Gnassingbé lina umuhimu mdogo. Kulingana naye, ikiwa Umoja wa Afrika ulipendekeza, lazima iwe na sababu zake, lakini anaonya juu ya jambo lingine. Ninakaribisha mipango yote ya amani, lakini leo mipango hiyo hutawanya sambamba, wakati mwingine kushindana, na kwa wakati mmoja. Ushirikiano wao unaleta mkanganyiko na hutuondoa kutoka kwa suluhisho ambalo watu wanatarajia. Ni lazima haraka kurejesha uwazi na uratibu bora zaidi. Wakati huo mchakato mwingine unaendelea, ambapo wajumbe kutoka kwa serikali ya Kongo na vuguvugu la waasi la M23 wanatarajiwa mjini Doha kwa duru ya pili ya mazungumzo kama sehemu ya upatanishi unaoongozwa na Qatar. Na huo ndio mwisho wa habari kuu za ulimwengu leo kutokea huko nchini DRC kuhusu mzozo kati ya serikali ya DRC na vikosi vya waasi wa M23. Mimi ni Rasto Mashauri na hii ni Tanganyika TV pamoja na Tanganyika FM. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Na kutoka kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, ewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.